Hii ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam. Ama watukufu wa Islam pamoja na wale ambao sio Waislamu, leo hii naonekana kwenu, nimekuja kwenu ili niweze kutoa darasa ama somo ama mada ambayo kwa somo hilo ama kwa mada hiyo itaweza kuwafungua watu, itaweza kuwaweka watu huru, itaweza kuwafanya watu wagundue jambo ambalo walikuwa hawalitambui, hawalijui, hususan katika miongoni mwa waasisi wa Islam, lakini pia katika wale ambao sio Waislamu, kwa maana ya kwamba Wakristo, Mayahudi, lakini hata wale wapagani na wale wengineo ambao wenye dini zao za kiasili zinginezo zisizokuwa Uyahudi, Ukristo na kadhalika. Ni jambo gani ambalo linahitaji kuwafungua macho? Jambo ambalo watu wanatakiwa walifahamu na walitambue ni katika swala zima la ibada, na hususan ibada inayohusiana na masuala mazima ya hizi sikukuu zetu ambazo tumekuwa tukizisherehekea katika dunia hii. Sikukuu ambazo zinatambulika kimataifa, zinatambulika kiserikali, zinatambulika katika misingi ya kidini. Ni sikukuu za kidini ambazo zinatambulika katika dunia mzima kwa ujumla wake, bila kujali maeneo gani mengine labda hawazijali sana au wanazijali sana, lakini ni sikukuu ambazo zinatambulika. Na kimsingi jambo ambalo lipo katika dini, kila jambo lililowekewa utaratibu maalum wa kulifuata ni katika swala zima la ibada. Sikukuu ni katika ibada. Zipo sikukuu kubwa kabisa ambazo zinafahamika kwa sisi Waislamu. Kuna sikukuu ambazo zinafahamika wazi wazi, ambazo hizi hazina shaka, yani hazina mutashabih. Mfano, kwa mfano sikukuu ya Idi ya kuchinja ama Idi ya mfungo mosi. Hizi ni sikukuu ambazo zinafahamika, zinaeleweka wazi wazi. Lakini pia kwa upande wa wenzetu wasiokuwa Waislamu, kwa maana wa Kristo, ziko sikukuu pia ambazo kwao zinafahamika, zinatambulika, ambazo maarufu sana. Kuna Christmas ambayo inazungumzia kuhusiana na kuzaliwa kwa Yesu, ambayo inasherehekewa tarehe 25 mwezi wa 12. Lakini vile vile kuna Pasaka ambayo mara nyingi sana huwa inasherehekewa mwezi wa 4, ambayo yenyewe inahusisha swala zima la kufa, kusulubiwa na kufa msalabani, na siku ya 3 kufufuka, kwa maana ya kwamba kusulubiwa kwa Yesu. Hii ni Pasaka. Sasa hizi ni sikukuu mbili upande wa Kristo, Christmas na Pasaka. Upande wa Islam sisi kuna Idi ya kuchinja na kuna Idi ya mfungo mosi inayotokana na baada ya kumalizika kwa mfungo wa Ramadhani. Sasa hizi zote, pande zote mbili, sikukuu za Kiislamu kwetu sisi ni ibada, na sikukuu zile za Kristo kwa wale wa Kristo kwao ni ibada. Sasa hapa ndipo nahitaji kuwafungua watu au kuwafundisha watu, kuwafahamisha watu, kuwajuza watu jambo ambalo wengi walikuwa hawalijui miongoni mwa walimwengu. Watu ambao tumeumbwa na Allah tukashushwa katika dunia hii, wale wasiofuatilia dini, kwa maana ya kwamba wapagani, lakini wanaangalia mwenendo wa wale wanaofuata dini. Sasa basi, ni kitu gani nataka niwafunulie watu na niwafahamishe? Ni kwamba nataka nizungumzie sikukuu ya Pasaka. Nimeteua na nimechagua sikukuu ya Pasaka. Nataka nizungumzie hii kwa mantiki gani? Nahitaji kuizungumzia sikukuu ya Pasaka nikimaanisha kwamba sikukuu hii haiwahusu Wakristo. Ni jambo ambalo mtu anaweza akashtuka pia, alafu akashangaa kwa nini isiwahusu Wakristo, na kama haiwahusu Wakristo, ni watu wa dini gani inaowahusu sikukuu hii? Hii sikukuu kimsingi haiwahusu Wakristo, lakini hata Mayahudi wanaweza kujibabatiza kwamba na wao pia katika dini ya Kiyahudi inawahusu.
wao pia kwao inahama vile vile, japo ilikuwa awali ilikuwa inawahusu, lakini kwa sasa kwa mazingira waliojiwekea ni kwamba haiwahusu, inarudi pale pale kwamba wao pia sikukuu ya Pasaka haiwahusu. Na kimsingi Mayahudi kama Mayahudi, Pasaka ambayo hii mpaka hivi sasa inasherekewa, wao hawaitambui na hawahitaji. Hii ambayo tunashuhudia miaka na miaka katika vizazi hivi ikisherekewa na Wakristo, Mayahudi kama Wayahudi hawaisherekei na hawaitambui sikukuu ya Pasaka kama imetoka kwa Mungu, na hawaijui kabisa kwa maana ya kuithamini. Sasa ikiwa wao hawaithamini Pasaka na Wakristo na wenyewe tunasema kwamba Pasaka haiwahusu, mimi ndio naitoa mada hiyo nikisema kwamba haiwahusu, sasa nani inawahusu sikukuu ya Pasaka? Je, haipo Pasaka? Jibu ni kwamba ipo Pasaka. Lakini je, kama ipo, ni vipi isiwahusu Wakristo? Nani inamhusu Pasaka? Kitu ambacho mtu anaweza kashtuka sasa kwa mara ya kwanza labda kukisikia katika masikio yake, kile ninachokitamka sasa, basi anaweza kashtuka, lakini kwa kadiri ya mada ninavyotoa ndipo atakapojua ni nini ninachokikusudia katika hili ninalofumbua hivi sasa, kwamba Pasaka ni sikukuu ya watu wa dini ya Uislamu. Pasaka ni sikukuu ya Waislamu, ni sikukuu ya Kiislamu. Kwa haraka haraka mtu anaweza akashtuka, lakini wakati huo huo aliye Muislamu anaweza akatoka ghafla baada ya kusikia tu kipande tu cha maelezo haya bila kusikiliza na kufuatilia mwenendo wake hatua kwa hatua mpaka mwisho wa mada inakoenda kuishia. Akisikia hapa tu anaweza akatoka na akakurupuka, ikawa moja kwa moja inapofika mwezi wa 4 ukamkuta anaenda kujichanganya kuelekea kanisani kwenda kusherehekea sikukuu ya Pasaka, au asiingie kanisani ukakuta na yeye anapika ubwabwa pilau kwa wingi akisherehekea, kwa sababu anasema Ustaz Hamidu ametufahamisha kwamba Pasaka ni sikukuu ya Waislamu. Kwa hiyo mimi kama Muislamu leo napika ubwabwa, napika pilau yangu, natengeneza nyama na kila kitu, tujichane na watoto wangu kwa sababu hii ni sikukuu yetu, sikukuu ya Pasaka. Mtu anaweza kaondoka kwa dhana namna hivyo kwa sababu tu ameisikia kipande kidogo cha clip, kipande kidogo cha video kilichoelezea namna hivyo. Sasa sikiliza kwa umakini, alafu kisha utatambua ya kwamba Pasaka ni kweli sikukuu ya Waislamu, lakini kinamna gani, kivipi? Basi hapo ndipo inapobidi sasa tuanze kutilika hatua kwa hatua kwanza, ili baadaye upate kufunguka katika kichwa, katika ubongo wako, ya kwamba kumbe ni kweli katika kilichozungumzwa au kilichopresentiwa alichofikisha Ustaz Hamidu kwamba sikukuu ya Pasaka ni sikukuu ya Waislamu na sio ya dini nyingineyo. Sasa kwa kuanza kabisa tuanze kwa kusoma Qur'ani. Qur'ani sura ya 2 aya ya 213. Qur'ani sura ya 2 aya ya 213. Bahati nzuri hapa nimekuja niko na Qur'an tafsiri ya Abdullah Al-Farsi, hii tafsiri ya 8, chapa ya 8 niko nayo hapa, ambayo kwa hii basi nitakuwa kila ninachofikisha katika mada basi nitakuwa nakwenda katika rejea ya kitabu hiki hapa, ambayo mara nyingi sana ni maarufu, tunavitumia sana katika midahalo na mihadhara mbalimbali. Sasa sura ya 2 aya 213 nasemaje? Baada ya billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyekuja nayo Nabii Adam, kisha wakaitilafiana. Nikisimama hapo kwanza kwamba Allah anasema watu wote walikuwa wa dini moja ya haki. Dini ya haki ni moja tu, watu wote, kabla hapajaibuka chochote kingine, walikuja na dini moja ya haki aliyekuja nayo Nabii Adam. Haya ni maelezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni nini? Leo hii sisi kuna watu wanaitwa Mayahudi, dini yao. Kuna watu wanaitwa Buddha, dini yao. Kuna watu wanaitwa Wakristo, dini yao. Kuna sisi Waislamu, dini yetu. Kuna na dini mbalimbali, Shinto na kadhalika, na dini tofauti tofauti. Zaidi ya 100 zipo katika dunia hii. Ina maana hapa pametokezea mazingira ya kugawanyika kutoka kwenye asili, ambako kwa asili dini ilikuwa ni moja, kama anavyoeleza Allah kwamba Nabii Adam alikuja na dini moja tu, kisha Allah anasema wakahitilafiana. Kwa hiyo hitilafu iliingia, kwa hitilafu hiyo ndio ikapelekea tuwe katika matawi tofauti tofauti. Sasa Allah anaendelea katika aya hii inayotiririka. Allah anasema basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoao habari njema na waonyao, na pamoja nao
akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina ya watu katika yale waliohitilafiana. Na wakuhitilafiana katika hayo wale waliopewa vitabu hivyo, ila wale waliopewa vitabu hivyo baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao, ndipo Mwenyezi Mungu akawaongoza walioamini kuendea haki katika yale waliohitilafiana kwa idhini yake. Na Mwenyezi Mungu umuongoza amtakaye kuendea njia iliyonyooka. Tukisimama katika hii aya, inaeleza wazi kwamba Mwenyezi Mungu akawaleta manabii wanaoelezea haki, lakini akawateremshia na vitabu vilivyoshikamana na haki. Manabii wanaowaongoza wale waliowakuta, lakini akawateremshia na vitabu vilivyoshikamana na haki ili viweze kuhukumu baina yao katika yale ambayo wamehitilafiana. Kwa hiyo ihtilafu zote zilizotokana na mgawanyiko na kuibuka kwa dini, zikawa dini tofauti tofauti, walipokuja manabii wao wakawa wanawaongoza watu katika njia iliyonyooka, lakini wanawasahihisha kwa sababu ya vitabu ambavyo vipo. Kwa hiyo kwa vitabu ndio ikhtilafu zikawa ni zenye kuondolewa au kubainishwa kwamba hiki kina ukweli huu na hiki hakina ukweli. Usahihi uko hapa. Kwa usahihi huu basi hapa hapana sababu isipokuwa tuufuate. Lakini hapo hapo Allah anasema basi watu wakawa wenye kuingia au wenye kufuata katika kila ambacho wamekuja nacho manabii na katika mwongozo waliopatia. Na Allah anamalizia anasema bila shaka Allah umuongoza mtu amtakaye katika njia iliyonyooka. Yani wale ambao wamekusudia kwamba sasa na mimi naondoka katika hii mazingira ya ikhtilafu kutokana na kweli iliyonijia kwa manabii waliokuja na hivi vitabu ambavyo vinasomwa mbele yangu, vitabu ambavyo vinabainishwa kwa ubainifu huu, sina sababu tena ya kuwa tofauti na njia hii. Kwa hiyo anapoamua kuiweka akili yake huru na kuamua kufuatilia na kuamua kufuata kweli, basi huyu ndio yule ambaye Allah anasema basi Mwenyezi Mungu umuongoza amtakaye kuendea njia iliyonyooka. Anamuongoza kwa sababu gani? Kwa sababu tayari akili yake ameiweka huru, lakini ameamua kumtilafu kwa kuwaongoza katika njia iliyonyoka kupitia vitabu vile vilivyoshikamana na haki walivyokuja navyo. Kwa hiyo kwa sababu mitume alikuwa anafanya namna hivyo ili kuwanyosha watu, kuweka katika mstari, na mimi ndio maana nimekuja na vitabu hivi, kile ninachokizungumza kiendane na vitabu. Mtu asinipointi kwa kidole kwa kuniangalia mimi ninachokizungumza, isipokuwa basi atakavyonisota kidole chake aangalie na kitabu na chenyewe au na vitabu vyenyewe avisote kwa vidole kwamba hivi vitabu sivitaki na vyenyewe. Lakini ikiwa kama vitabu ataviona viko sahihi, basi na mimi maana yake kile ninachokileta kitakuwa kina usahihi. Na kama kina usahihi, basi ni jukumu la kila mtu kutafakari na kuweza kuamua kwa nini nimeingia katika swala linaloitwa ibada, nimeingia katika swala linaloitwa dini. Kama mimi ni mwanadini au ni mtu wa kuabudu na nimeingia katika ibada, nini malengo yangu katika ibada? Lengo langu katika ibada hii ninayoitaka nifike kwa Mwenyezi Mungu salama na sio fashion. Ikiwa mtu atachukulia fashion, basi ina maana kwamba hawezi kubadilika katika namna moja ama nyingine. Kwa hivyo kwa mujibu wa kitabu, kwa mujibu wa Qur'ani imeeleza wazi ya kwamba watu wote walikuwa na dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Kisha wakahitilafiana, basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao, na pamoja na hao akateremsha vitabu vilivyoshikamana na haki ili vipate kuhukumu baina ya watu katika yale waliokhtilafiana. Hiyo ni Qur'ani imeeleza hivyo. Lakini wakati huo hiyo dini aliyokuja nayo Nabii Adam haijaelezwa ni dini gani, haijaelezwa. Sasa ambayo kwa dini hiyo ndipo manabii wakaja ili kuidhihirisha haki, na wanaidhihirisha haki kupitia vitabu. Dini gani hiyo? Tukirudi katika Qur'ani sura ya 3 aya ya 19, ambayo moja kwa moja Qur'ani sura ya 3 ya 19 inasema bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hii imeeleza wazi kabisa kwamba ile dini ya haki ambayo manabii wakawa wanakuja kudhihirisha ni dini ya Uislamu, ni dini ya Uislamu. Lakini kisha Allah anaelezea, anaendelea katika aya hiyo, anasema na waliopewa kitabu Mayahudi na Manasara. Hapo inavyozungumzia Manasara maana yake wafuasi wa Isa mwana wa Maryam, Yesu, wafuasi wa Yesu, Manasara. Kwa maana nyingine, tafsiri nyingine unakuja kuiweka sawa kubainisha, maana yake unasema Mayahudi na Wakristo. Allah anasema na waliopewa kitabu Mayahudi na Wakristo hawakuhitilafiana ila baada ya kuwajia ilmu. Ina maana
Mayahudi na Wakristo walihitilafiana wakajitenga na hii dini ya Uislamu. Lakini kwa nini walijitenga? Kwa nini wakawa wenye kuhitilafiana? Wao kwa wao walihitilafiana, lakini wao wakajitenga katika Uislamu. Kwa nini ikawa pameshatokezea tena ihtilafu, na ihtilafu hizo ikazaa makundi matatu? Makundi matatu gani? Kuna ule Uislamu ambao amekuja nao Nabii Adam na manabii wote waliokuwa wakifuata. Lakini ikaja kuja kukaibuka Uyahudi. Lakini kisha baadaye pakaibuka Ukristo. Sasa ilikuwaje? Anasema Allah, walihitilafiana kutokana na masuala mazima ya kuwajia ilmu. Walihitilafiana kwa sababu ya uhasidi uliokuwa baina yao. Na anazikataa aya za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa akhera, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Allah anaeleza hapa kwamba walihitilafiana kutokana na kuwajia ilmu, lakini pia kutokana na hasadi, husuda, kuhusudiana. Walifanyiziana hasadi, ndio maana ikapelekea watu kuhitilafiana na pakaibuka makundi matatu, kwa maana wa Kristo, Mayahudi. Lakini wakati wa Uislamu ukabaki kama ulivyo. Kwa hivyo asili ya dini zote hizi watu wamejitenga katika Uislamu, kutokana na Uislamu wamejitenga katika Uislamu, lakini kwa asili watu wote na manabii wote waliokuja walikuwa ni Waislamu. Sasa tunahakikishaje kwamba waliokuja manabii walikuwa Waislamu? Kivipi? Tunaanza hatua moja baada ya nyingine. Lakini nini lengo langu? Lengo langu hapa ni kutaka kuwabainisha watu ya kwamba Pasaka ilikuwa ni sikukuu ya Waislamu. Stoki katika hii mada, ila naanza kwanza kukuelimisha, kukujulisha Uislamu wa wale waliokuwa kabla ya kuja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufahamisha hapo kwanza uwajue manabii na mitume waliopita walikuwa Waislamu katika mazingira gani, katika nyanja gani. Vitabu vitahukumu baina yetu. Sasa usije ukaangalia alafu ukachukua kishabiki kwamba hapana, sikubaliane, mimi sitokubali abadan, na baki hivyo nilivyo. Hii inakuwa ni ushabiki ambao huwezi kukuletea manufaa. Ila ili upate manufaa na ujue kwa nini ulikuwa unaabudu miezi yote, miaka yote, katika karne zote utakazokuwa katika dunia hii, ujue faida yake, kwa nini ulikuwa unaabudu katika imani hiyo. Maana yake faida yake uje uipate siku ya kiyama, unaingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu au kwenye uzima wa milele. Hapo umepata faida kwa sababu ya ibada ulikuwa unafanya. Lakini ikiwa unaabudu alafu ikaa kama fashion, siku ya mwisho unaenda sehemu iliyo mbaya na hali ya kwamba ujumbe ulikufikia, hiyo itakuwa ni siku ya majuto, kwa sababu utajua kabisa kwamba ujumbe ulinifikia, lakini nilikomaa kwa vile nilivyokuwa nataka, kwa sababu nilikuwa namuogopa baba yangu, namuogopa kaka yangu, namuogopa tajiri yangu, namuogopa mke wangu, namuogopa mume wangu, naogopa familia yangu. Hilo sasa unabaki kufuata kwa misingi ya ushabiki, ama kufuata kwa misingi ya kuangalia kwa sababu tu ya mazoea, sina namna, ndio hivi. Sasa usiishi kimazoea. Sasa narudi tena kuja kusoma ili kuweza kufahamisha kwa nini ninabainisha ya kwamba watu wa nyuma kwanza, kabla upi Uislamu wao. Je, walikuwa Waislamu kweli? Mada yetu hapa, kumbuka, bado ni pale pale kwamba Pasaka ni sikukuu ya Waislamu. Sasa tuanze kuangalia Nabii Ibrahim. Je, Nabii Ibrahim alikuwa katika imani au dini gani? Tunasoma Qur'an sura ya 2 aya 130. Qur'an sura ya 2 aya 130 inatueleza wazi na kutubainishia juu ya jambo hili. Kinamna gani? Tusome. Allah anasema, na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu akaichukia dini hii ya Kiislamu, isipokuwa aliyetia nafsi yake katika upumbavu. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahim katika dunia, na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Tukisimama hapo kwanza, Allah anasema ni nani atajitenga na mila hii ya Ibrahim, atajitenga na mila ya Ibrahim akaichukia dini hii ya Kiislamu. Kwa hiyo mtu yeyote anayejitenga au anayeichukia dini ya Uislamu ni yule ambaye moja kwa moja anajitenga na mila ya Ibrahimu. Yaani ukijitenga ukaichukia dini ya Uislamu, unajitenga na mila ya Ibrahimu. Kwa maana gani? Ibrahimu alikuwa ni Muislamu. Ziko aya mbali ya hii hapa, pia unaweza ukaenda kuisoma Qur'an sura ya 22 mstari au ila aya ya 78, kadhalika unakuta vitu kama hivyo hapo, kwamba Ibrahim yeye alikuwa ni Muislamu, kwamba Ibrahim yeye alikuwa katika dini ya Uislamu. Kwa hiyo yule ambaye anajitenga na mila ya Ibrahimu ni yule ambaye anaichukia dini ya Kiislamu na akajitenga nayo. Allah anasema alimteua katika dunia ya huyu Ibrahimu, na kwa yakini uko akhera atakuwa miongoni katika watu wema kabisa. Sasa kwa mazingira haya, manake
Ibrahim ni baba wa imani kwetu sisi Waislamu, na tunatakiwa tufuate mila ya baba yetu Ibrahim. Lakini angalia sasa, Mayahudi wao wanadai na wanasema kwamba Ibrahim ni baba yao wa imani. Hao ni Mayahudi wanasema namna hivyo. Lakini pia Wakristo na wao wanatamka hivyo hivyo, na maandiko wanayo, na Wayahudi na maandiko wanayo, wote wanadai. Wayahudi wanasema Ibrahim alikuwa Myahudi, Wakristo wanasema Ibrahim alikuwa Mkristo. Na sisi Waislamu aya ndio kama hivi zinaeleza Ibrahimu alikuwa katika mila ya Uislamu, kwa maana anayejitenga na Ibrahimu anajitenga katika mila ya Uislamu, anayejitenga na mila ya Ibrahimu anajitenga katika dini ya Uislamu. Sasa ndipo hapo utakapokuja kukuta kwamba kutokana na watu walipojiwa na elimu, walipojiwa na vitabu, walipojiwa na ongezeko la elimu, wakaitilafiana, lakini kila mmoja akasimama katika hili kwamba sisi tuna imani hivi, sisi tuna imani hivi. Lakini je, juu ya hivi unajuaje ya kwamba huyu hakuwa hivi ila akawa alikuwa hivi? Unafahamu vipi? Pale sasa ndio unapokuja kuchukua hivi vitabu ukasoma, ukaviangalia mwenendo wake, alafu ukaweka katika mizani, ndio utajua ama kwa hakika kumbe Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, lakini alikuwa ni Muislamu. Katika hili kabla hatujaendelea mbali katika hii kipande cha hii aya, twende katika Qur'an sura ya 3 aya ya 65 kwanza, ili tuje huku kwanza tuweze kusahisha katika hili ambalo linadaiwa na pande zote mbili. Naam. Tunaanzia hapo katika aya ya 65 katika Qur'an sura ya 3, sura Imran. Allah anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah anasema, enyi watu mliopewa kitabu, mbona mnabishana juu ya Ibrahimu, na hali Taurati na Injili havikuteremshwa ila baada yake? Basi je, amfahamu? Aya 66 inaendelea, inasema, angalieni nyinyi mlibishana katika yale mlioyajua, bora sasa mnabishana katika yale msiyoyajua, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye nyinyi hamjui. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo, lakini alikuwa mwongofu mtii, wala hakuwa katika ushirikina. Sasa tunapoanzia hii aya 65 mpaka tunakuja kumalizia aya 67 katika Qur'an suratul Imran. Suratul Imran sura ya 3 inaeleza wazi ya kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Lakini wakati huo ukumbuka Qur'an imeeleza kwamba anayejitenga na Ibrahimu, basi akaikataa mila ya Ibrahimu, anajitenga na Uislamu. Kwa maana gani? Ibrahimu alikuwa Muislamu. Kwa hiyo Ibrahimu kama hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, Qur'an imeweka wazi moja kwa moja alikuwa ni Muislamu. Na anawaambia waliopewa kitabu kwamba mbona mnabishana juu ya Ibrahimu, na hali Taurati na Injili havikuteremshwa ila baada yake? Maana yake ni nini? Mtu anayesema kwamba Ibrahimu alikuwa Myahudi, Allah ameshamkataa hapa. Kwa sababu gani? Taurati ndio iliyokuja kutengeneza na ikaleta sheria kwa ajili ya wana wa Israeli. Unapozungumza wana wa Israeli, maana yake unawakusudia Mayahudi walioteremkiwa na hii Taurati, ikawapa mwongozo. Kutokana na Taurati hii, hapa pakaibuka watu wakaja kuitwa Mayahudi kwa misingi ya dini. Kuna Uyahudi kwa misingi ya kabila, lakini kuna Uyahudi kwa misingi ya dini. Ule Uyahudi wa misingi ya dini umeibuka baada ya kuja kwa Taurati. Lakini wakati huo Ibrahim kipindi hicho hayupo, amekwishaondoka. Kwa hiyo haiwezekani eti Ibrahim aje kuwa yeye ni Myahudi, hali ya kwamba Taurati iliyosababisha watu wakasema sisi ni Mayahudi, dini yetu ni Uyahudi. Mwongozo wenu ni nini kama nyinyi ni Mayahudi? Wanasema mwongozo wetu sisi kama Mayahudi, mwongozo wetu ni Taurati. Ikiwa mwongozo wenu ni Taurati, je, Ibrahim alikuwepo zama za Taurati? Jibu ni kwamba hakuwepo. Kwa hiyo Ibrahim hawezi kuwa Myahudi kwa maana ya dini ya Kiyahudi. Lakini pia Injili ndio asili ya watu baadaye wakajiita au wakaitwa Wakristo. Sasa ikiwa Injili imekuja baada ya Ibrahimu, unawezaje kumfanya Ibrahimu yeye awe Mkristo? Unaanzia wapi?
Kwa hiyo ndio inakuja ukweli wa Qur'ani kwamba Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo, hakuwa Myahudi. Sasa jua hili sasa, turudi tena katika ile Qur'ani kule tulipoachia katika 130 Qur'an sura ya pili ile 130, twende katika 131 ambapo inasema tunashuka mpaka 132. Allah anasema katika ile aya 131 tukiwa tunashuka nayo, anasema hivi: kumbukeni habari hii, Mola wake alipomwambia nyenyekea, akanena nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Na Ibrahimu akawahusia hayo wanawe, na Yakubu pia akawahusia wanawe, enyi wanangu, hakika Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii, basi msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Na tusimame hapo katika 132. Kwa hiyo Ibrahimu kumbe alikuja akawahusia wanawe, na kusema wanawe ni Ismaili na Isaka. Hawa ndio watoto wawili wa Ibrahimu. Aliwahusia, lakini pia kwa kuwahusia kwake anawahusia kwamba fuateni mwenendo huu. Huu ni mwenendo au desturi au ni mila ambayo Allah amenipa mimi mwongozo kwamba natakiwa nifuate hivi na hivi na hivi. Kutokana na hili sasa unamkuta Ismaili ndio asili imekwenda katika hatua zile za kuzalika upande wa Ismaili, wakazaliana eneo lake watu wanaoitwa mpaka leo mataifa ya Kiarabu yametoka upande huu wa Ismaili. Lakini Isaka, kutoka kwa Isaka yeye akaja kamzaa Yakubu. Yakubu ndio akaja kuzaa watoto 12. Watoto hao 12 ndio wakaja kuitwa wana wa Israeli, baada ya Yakubu mwenyewe kubadilishwa jina, akaambiwa wewe kuanzia leo hautaitwa tena Yakubu bali utaitwa Israeli. Kwa hiyo wale watoto wa Yakubu baada ya kuitwa watoto wa Yakubu wakawa wanaitwa watoto wa Israeli, au kwa namna nyingine unasema wana wa Yakubu au wana wa Israeli, ndio asili ya kuitwa wana wa Israeli. Katika wale wana wa Israeli 12, kila mtoto mmoja akazaa watoto wengi. Katika hawa sasa kila mmoja aliyezaa mtoto likaitwa hili ni kabila, kwa maana ya kwamba alivyozaliwa Manase akaitwa Manase, kabila la Manase. Yusufu akaitwa Yusufu, kabila linalotokana yeye ikaitwa kabila la Yusufu. Benjamini kabila lake yeye alivyozaa watoto wake wakaitwa kabila la Benjamini. Kwa hiyo majina ya baba zao hawa ndio ikawa ndio ni makabila, lakini vile vile haya makabila 12 ndio yakaitwa mataifa. Yani kabila 12 za Israeli ndio mataifa 12 ya Israeli. Hawa kabila 12 watoto wa Yakubu ndio hawa wanaitwa mataifa 12 ya watoto wa Yakubu au watoto wa Israeli. Kwa hiyo pia huyu nabii Ibrahim baada ya kumhusia Isaka na Ismaili, ina maana kwamba Isaka alipomzaa Yakubu akamhusia, na Yakubu pia kwa mujibu wa Allah anasema kisha na Yakubu pia akawahusia wanawe maana yake ni wale watoto 12, akawahusia kwamba nyinyi msifuate mila nyingine isipokuwa na nyinyi kueni wanyenyekevu wa kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na unavyosikia neno nyenyekea au nyenyekevu maana yake ni Islam, maana yake ni Uislamu. Kwa hiyo alikuwa anawaambia kwamba nyenyekeeni, kwa maana fuateni, silimuni, mfuate Uislamu. Na ndio wakawa wanafuata Uislamu hawa wana wa Yakubu au watoto wa Yakubu au wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli kimsingi kabla hawajakhtilafiana na kuasi, wote walikuwa ni Waislamu kabla hawajakengeuka. Na haya yote haitakuwa katika kichwa changu, tutakwenda kwa mujibu wa maandiko ili kuthibitisha na kuweza kupanua zaidi ufahamu. Tuje katika Qur'an suratul Yunus sura ya 10. Hebu twende tuangalie katika ile aya ya 84 katika suratul Yunus hapa. Hebu tuangalie Allah anatuambia nini. Sura ya 10 aya ya 84, lakini tutakwenda nayo hii aya ya 84 mpaka aya ya 90. Inaelezaje hii? Allah anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kwa hivyo hapa kipande hiki kwanza peke yake aya hii ya 84, yani yenyewe inajitosheleza kabla hata hujaenda kokote kule. Yenyewe inajitosheleza hapa kwamba Musa anawaambia watu wake, watu wa Musa
ambayo yeye aliwajia katika dunia hii kwenda kuwakomboa, kwenda kuwatoa utumwani, walikuwa ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli ndio wale watoto wa Yakubu. Yakubu aliyepata usia kutoka kwa Isaka. Isaka aliyehusiwa kutoka kwa Ibrahimu. Ibrahimu ndio aliyewahusia wanawe. Wanawe gani? Ni Ismaili na Isaka. Sasa wanaambiwa wana wa Yakubu, wana wa Israeli, kama nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Walikuwa kwenye mateso makubwa kabisa katika nchi ya Misri, wakiteswa na wale wa mafarao wa Misri. Kwa mateso yale ilikuwa wana namna. Sasa mtume Musa, Nabii Musa anawaambia, muaminini Mwenyezi Mungu, atakunusuruni, atakutoeni katika majanga haya. Muaminini yeye kama nyinyi Waislamu kweli. Maana yake ni kwamba wana wa Israeli walikuwa ni Waislamu, hawakuwa namna nyingine yoyote. Hawakuwa hapa bado na ule Uyahudi wa dini. Walikuwa ni Mayahudi kwa maana ya ukabila au utaifa, lakini sio dini. Allah anaendelea anasema, wakasema hao wana wa Israeli wakasema tunamtegemea Mwenyezi Mungu, Mola wetu, usitufanye wenye kutiwa misukosuko na hao watu madhalimu, na utuokoe kwa rehema yako na hao watu makafiri. Na tukampelekea wahai Musa na ndugu yake kuwa watengenezeni majumba watu wenu katika mji, na zifanyeni nyumba zenu ndiyo misikiti yenu, maadamu hamtathubutu kufanya ibada misikitini. Na simamisheni sala na uwapa habari njema wanaoamini kuwa watatengenekewa karibu papa hapa duniani na kesho akhera. Unaona hapa Allah anatueleza, alimwambia Musa, watengenezeni watu wenu majumba, na majumba yao hayo majumba yao wayafanye ndio misikiti yao, maadamu hawawezi kutoka wakaenda katika misikiti ya hatua kadhaa, ya masafa kadhaa, kwa kuogopa dhulma ya Firauni, ya Farao na watu wake, jinsi walivyokuwa wanawadhulumu kwa kuadhibu, kwa kuwapa mateso makali. Basi kwa ajili ya jambo hili, jificheni katika ibada zenu, salini katika majumba yenu huko, zifanyeni nyumba zenu kuwa ni misikiti. Hapa ndio utagundua kwamba kweli watu wote waliokuwa nyuma walikuwa Waislamu. Mpaka hapa kwa Musa unaona wana wa Israeli walikuwa Waislamu. Walikuwa wanafanya ibada sehemu gani? Katika misikiti. Na ni misikiti ndio ambayo mpaka hivi sasa sisi Waislamu tunaendelea kufanya ibada katika maeneo haya. Inshallah kufikia mazingira ya hapa, kwanza tuweze kuangalia namna gani inakuja hatua ya pili. Hii ni hatua ya kwanza ambayo naifikisha kwenu au nimepresent kwenu katika kufafanua na kuangalia Uislamu wa wale waliokuwa kabla ya sisi tulioko hivi sasa, ili tuje baadaye tuje tukuonyeshe sasa Pasaka ilikuwaje iwe sikukuu ya Waislamu, na kwamba Pasaka hiyo ambayo ipo inayofahamika mpaka leo inasherekewa kwa usahihi wake, japo kuna watu hawezi kujua kwamba sikukuu ya Pasaka yenye usahihi bado inasherekewa. Lakini kuna Pasaka nyingine ambayo siwezi kuizungumza zaidi, lakini mwenye kusikiliza, mwenye kuangalia ataweza kuchekecha juu ya Pasaka anayosherekea na hii ambayo inaenda kuizungumzia hivi sasa. Inshallah katika hapa tuangalie hatua ya pili, nini ambacho kinafuata inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.